Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu popote ulipo katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu ni kisima cha maarifa. Neno la Mungu limejaa uwezo usio wa kawaida wa kukupa ufahamu kufunguka. Leo nataka tutafakari ujumbe unaopatikana katika kitabu cha Mithali sura ile ya 20 na mstari wa 29. Unasema, fahari ya kijana ni nguvu zake, na uzuri wa mzee ni kichwa chenye mvi. Fahari ya kijana ni nguvu zake, na uzuri wa mzee ni kichwa chenye mvi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumishi wa Mungu, nataka tutafakari kwa pamoja. Nikuombe twende pamoja safari hii, safari nzuri sana ambayo itakupa maarifa yasiyo ya kawaida kama utakuwa pamoja nami. Nilipokuwa kijana mdogo kule kijijini kwetu, tulikuwa tunakaa mara nyingi na babu zetu. Na kwa bahati nzuri nilikuwa na babu yangu mmoja, alikuwa anasifika kwa maarifa yake, kwa akili yake, na alikuwa ana ufahamu mkubwa sana wa mambo ya ulimwengu na dunia. Kwa hiyo siku hiyo tulipokuwa tumekusanyika kwenye sherehe fulani, kama ilivyo kawaida vijijini, wazee wanakaa kundi lao, vijana kundi lao, na watu wa makamo kwenye kundi lao. Kwa hiyo na sisi tulikuwa kwenye kundi letu kama vijana, tukijaribu kubadilishana mawazo haya na yale. Na katika jambo ambalo tulikuwa tunapambana nalo, tulikuwa tunatafuta kupata ufumbuzi wa jambo fulani. Na sisi kama vijana, na wakati huo tulikuwa tumesoma, tuliwaona wazee hawawezi kabisa kuchangia lolote katika mada tuliyokuwa tunaitafakari. Lakini tulipokuwa tumetafakari, vijana ambao tumetoka mashuleni, tulishindwa kupata ufumbuzi sahihi. Na basi yule babu yangu alikuwa karibu na sisi, akasema, nafikiri mmegonga mwamba sasa vijana wangu. Tukamwambia, ni kweli babu, hicho unachokisema ni kweli. Ni kweli tumegonga mwamba. Akatuambia, sikiliza, mmewahi kusoma methali moja inasema, ng'ombe hazeheki maini. Tulicheka sana. Na wakati tunacheka akatuambia, je, nani miongoni mwenu anaweza akaeleza maana halisi ya mithali hii ya kwamba ng'ombe hazeheki maini? Kila mmoja aliinamisha kichwa chake akishangaa na hichi kisa cha kwa nini babu anatuuliza swali hilo. Lakini ghafla tulipoonekana tumeshindwa na tumetahayari, macho yetu yameingia na wasiwasi na mashaka, tulijiona kwamba si chochote. Babu akasema, sikilizeni wajukuu zangu, ng'ombe hazeeki maini. Akavuta pumzi yake kidogo, akatutazama kwa huruma ya kutokujua kwetu. Akatuambia, nisikilizeni wajukuu zangu, ninataka kwanza niwaambie kibiolojia nini maana ya ng'ombe hazeeki maini. Nisikilizeni. Akasema hivi, maini ni sehemu ya muhimu sana katika maisha ya kiumbe chochote, na maini ni kama kiwanda cha muujiza wa mwili wa kiumbe chochote chenye uhai. Akatuambia hivi, hata tiba inathamini sana kiungo hichi kinachoitwa maini, na kama ini litapata shida, matibabu yake huwa ni magumu sana kupatikana. Au kama ini limeshindwa kufanya kazi, basi maisha ya kiumbe hicho ukoma. Akatuambia, sikilizeni wajukuu zangu, kidaktari, kazi ya ini au liver katika mfumo wa maisha ya mwanadamu, akasema linafanya kazi zaidi ya 500 ambazo ndizo zinazoweka maisha salama ya mwanadamu au kiumbe chochote kilicho hai. Akatuambia, nataka niwaambie tu sehemu ya kazi chache za ini. Akasema, kwanza, kazi ya ini inachuja sumu. Kazi ya ini ni kusafisha damu na kuondoa sumu, kemikali na dawa zote zisizohitajika katika mwili wa kiumbe au mwanadamu. Lakini kazi ya ini ni kama polisi wa afya. Ini ndio polisi wa afya ya mwanadamu. Kazi ya ini inatengeneza protini, hutengeneza protini muhimu kama vile albumini inayosaidia kusafisha vitu mwilini. Akasema na zile za kugandisha damu zinazozuia mtu kuvuja damu bila kikomo anapokuwa amejeruhika. Akasema kazi ya ini pia huhifadhi sukari ya ziada kwa mfumo wa glycogen.
Bwana Yesu atusaidie sana. Na inahifadhi vitamini A, vitamini D, vitamini E na vitamini K na vitamini B12. Hii ni akiba ya dharura inayohitajika katika mwili wa mwanadamu. Lakini pia kazi ya ini inatengeneza nyongo. Nyongo ambayo inasaidia kuyayusha mafuta tunayokula na kusaidia miili yetu kunyonya virutubisho muhimu. Haleluya, Bwana Yesu. Babu aliendelea kututazama kwa huruma sana. Akasema pia kazi ya ini inadhibiti viwango vya mafuta ama ikihakikisha mwili unapata kiasi kinachofaa tu. Hiyo ni kazi ya ini. Hizi ni baadhi tu ya kazi ya ini. Akatuambia, wajukuu zangu, hivyo ndugu zangu, kimaumbile sehemu zote za mwili huwa zinazeeka, lakini ini huwa halizeeki. Kwa sababu kama litazeeka, maana yake kuzeeka ni mwili au viungo vya mwili kupoteza ule uwezo wake wa asili. Na ndio maana unaweza kukuta mtu akizeeka alikuwa na uwezo wa kunyanyua gunia, atashindwa kunyanyua. Kwa hiyo akasema kama ini litazeeka, maana yake ni kwamba mfumo mzima wa mwili utaharibikiwa. Ndio maana Waswahili katika kutazama na kuangalia mambo kwa muhimu wake wakasema ng'ombe hazeeki maini, akiwa anamaanisha kiumbe chochote chenye uhai, viungo vyote vya mwili wake vinaweza vikazeeka, lakini ini haliwezi kuzeeka. Aliposema hivyo tulicheka sana. Akasema, mnafahamu kwenye Biblia ile sura ya Mithali sura ya 20:29 akasema, imeandikwa hivi: fahari ya kijana ni nguvu zake, na uzuri wa mzee ni kichwa chenye mvi. Alikuwa anamaanisha nini? Akasema, ndio maana nimesema ng'ombe hazeeki maini. Kwa nini? Kwa sababu mzee katika maisha yake amekutana na changamoto nyingi, amepita mahali huku na kule. Kwa hiyo ana vitu vingi alivyojifundisha, viko kama akiba kutokana na maisha aliyonayo. Kwa hiyo ana thamani ya kutosha. Kwa hiyo mzee yoyote unayepomuona ndani yake amebeba thamani isiyo ya kawaida. Kwa hiyo upasi kumpuuza mzee. Na ndio maana vijana wa siku hizi mnapata shida, kwa sababu hamzingatii mafundisho ya wazee. Kwa hiyo wajukuu wangu, kile mlichokuwa mnazungukia sisi tayari tunakijua. Kule ambako nyinyi mnaenda kutafuta kuni leo, sisi tulishakwisha kupita zamani. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie, kuna watu wengi sana leo wanaipuuza Biblia. Wanasema imepitwa na wakati, inawezekana haikutuhusu sisi. Lakini nataka nikwambie, Biblia imekutana na changamoto nyingi sana katika maisha yake mpaka leo. Tangu Yesu Kristo ni karibu miaka 2000 na kidogo. Lakini tangu ilipoandikwa kwa toleo lile la kwanza ni karibu miaka 4000 na au 3000 na kidogo. Lakini nguvu yake iko vile vile, msisitizo wake uko vile vile, ushindi wake uko vile vile. Waliojaribu kupingana na Biblia wao walianguka, lakini neno lile limebaki limesimama vile vile. Kwa hiyo mimi nataka nikwambie wewe ambaye unafikiri unafahamu zaidi, unafikiri sayansi imekutangulia mbele, lakini nataka niseme Biblia iko zaidi ya sayansi. Ndio maana ya ng'ombe hazeeki maini. Biblia iko vile vile, uwezo wake ni ule ule, nguvu yake ni ile ile, hata kama watu wataipuuza kwa namna gani, lakini ndio inayotoa dira na mwelekeo sahihi wa maisha ya wanadamu. Nakwambia mtumishi wa Mungu, popote ulipo, ni wakati wako wa kugeuza dira na kutazama nyuma. Uliangalie neno Biblia na uangalie nini kilichoandikwa humo. Biblia imesema ni maktaba, ni neno la Kiyunani linamaanisha maktaba. Ndani yake kuna mkusanyiko wa vitabu vingi vinavyotoa elimu, vinavyotoa maarifa, vinavyotoa mwelekeo, vinavyotoa na kufafanua mambo yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Lakini zaidi sana inakuambia hata uzima wa milele. Hebu chagua Biblia. Ni kitu kisichozeeka, ni kitu kisichopoteza mwelekeo wake, ni kitu ambacho hakisinzii wala hakiwezi kuondoka. Kikiondoka katika maisha yako, kama ilivyo thamani ya maini katika mwili wa mwanadamu, basi na kila kitu cha kwako kinasizi. Watu wengi walioidharau Biblia na kuitupa, sumu za aina mbalimbali, tabia mbaya mbalimbali zimewasomba na kuwapeleka katika hatia mbaya. Mtumishi wa Mungu, popote ulipo, ninakupa shauri, muamini Yesu Kristo, lakini amini pia ya kwamba thamani ya mzee
inasimama pale pale, hata kama anaonekana hakusoma zaidi yako, lakini kule kuishi kwake amejifundisha na kupata mengi. Tafakari, chukua hatua, mwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu, amen.